Baba yangu uketie juu mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako anayenisikiliza wakati huu. Ninamleta mbele zako, naleta kazi zake, naleta maisha yake, naleta familia na watoto alio nao. Naleta mbele zako malengo na future na hatima alio nayo. Baba, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine, kwa ajili ya majira mengine, kwa ajili ya nyakati nyingine ambazo umezitengeneza ili mwanao aweze kufikia hatima yake, ili mwanao aweze kufikia zile ndoto na malengo ambayo Mungu umempatia. Ninakushukuru Baba uliyejawa huruma, uliyejaa upendo, uliyejaa fadhili. Ni wengi walitamani kuiona siku ya leo, lakini ni mwana wako tu umempa neema na rehema za kuiona siku ya leo. Najua Mungu lipo kusudi umeliweka kwa ajili ya mtoto wako ili akutane nalo na alitimize siku ya leo. Lakini Baba, ninajua adui shetani hapendi jema. Yeye ndiye mpinzani wako kile twapo leo. Unapoweka mipango kwa ajili ya mtoto wako, yeye huingilia kati na kuvuruga. Baba, ninakusihi Bwana, ukatume majeshi yako ya malaika, wakamlinde mwanao popote anapoisikia sauti hii, wakamzingire kwa moto. Baba yangu uliye mbinguni, Mungu ukautume ule moto wa Roho Mtakatifu, ukaziteketeze madhabahu zote za giza zilizosimama kupinga mwanao asifanikiwe siku ya leo. Ninakuomba Baba, ukaunyoshe mkono wako kupitia neno langu ambalo umeliweka ndani yangu. Baba, ninalitoa neno langu likaende kusawazisha njia, likaende kutengeneza njia. Ikiwa mwanao alikuwa amekata tamaa, tumaini lako Mungu likaonekane. Mungu kambariki katika jina lako. Baba yangu uliye mbinguni, ninaomba Mungu ukainyeshe mvua ya baraka kwa mtoto wako siku ya leo. Ninakuomba Mungu Baba, kila pande 4 za dunia zote zikafunguke kwa ajili ya mtoto wako, ukamstawishe na kumwinua kwa viwango ambavyo hakutegemea siku ya leo. Mungu, kama anafanya kazi, kama na biashara, iwe ni ya mtandaoni, iwe ni ya ardhini, iwe ni biashara ya aina yote, kwa namna yote anayoifanya, Mungu ninakusihi ule upepo ulioleta Kwale, ulioruhusu ukaleta Kwale kipindi kile cha wana wa Israeli, ninakuomba Baba yangu uliye mbinguni, ukaruhusu mafanikio kama ni wateja wakamiminike kwenye biashara yake. Kama Mungu ni kwa namna yote ile, Baba, ukaruhusu mauzo makubwa katika biashara yake. Lakini pia Mungu, ninaomba neema yako ikawe juu yake. Mungu, kamwepushe na yule alaye, ukamwepushe na yule atafunaye. Mungu, kamlinde kila kona mwanao. Najua Mungu we Baba una nguvu zote, unaweza yote. Wewe ni Elohim, wewe ni El Shaddai, wewe ni Jehova ile, wewe ni Yesu mwenye nguvu. Baba, wewe ni niko ambaye niko. Mwanao kulingana na haja ya moyo wake siku ya leo, Mungu kawe niko kwenye maisha yake, ukampe haja ya moyo wake, ukamtendee na kukutana na hitaji lake. Yule ambaye anatamani kupata mwenza siku ya leo, Mungu ukampatie. Yule ambaye anatamani Bwana kupata kazi, Mungu ukampatie. Kuna mwingine Mungu amepeleka vyeti vyake na ameitwa kwenye interview, Mungu kampe kazi Bwana. Baba, ukampatia haja ya moyo wake. Mungu, kuna mwingine Bwana hana kazi kabisa na wala hajaitwa kwenye interview, Baba ukete juu mbinguni, ukampe haja ya moyo wake, ukamtendee Jehova, ukampatie Bwana popote pale anaposikia sauti. Mwingine Baba anaumwa, anahitaji uwe Jehova Rafa kwenye maisha yake, Baba ukampatie uponyaji kwenye mwili wake. Siku ya leo ikawe ni siku ya baraka ya ajabu kwenye maisha yake. Mwingine anahitaji amani, ukawe Jehova Shalom, ukampatia amani isiyo kwa kawaida. Mwingine anahitaji tofauti, anahitaji umpatie jambo fulani, ukawe Jehova ile. Katika mlima Bwana itapatikana, ukampatie mwanao popote anaponisikiliza. Baba, ninakushukuru Bwana. Baba, ninakusihi
na ibariki familia yake. Popote pale anapoisikia sauti hii, na bariki maisha yake, na bariki hatua zake. Nuru yako isiyo kwa kawaida ikaangaze ndani ya maisha yake. Mungu akawe mtu wa kipekee. Baba, ninakusihi Baba, ule upekee ambao unaachilia ndani ya watoto wako, Mungu ukatufanya kuwa nuru, ule upekee ambao unaachilia ndani yetu, ili tuwe chumvi katika ulimwengu, ili tuwe nuru katika ulimwengu, sawasawa na Mathayo 5 ule mstari wa 13 hadi wa 15. Mungu, ninakusihi huo upekee ukauachilie kwa mtoto wako, ukamfanye kuwa nuru katika maneno na matendo, ukamfanye kuwa nuru katika kila hatua. Mungu, ukamfanye kuwa kipekee. Haleluya, haleluya. Wakaulizane, huyu ni mtu wa namna gani? Hadi pepo na bahari vinamtii. Wakaulizane, huyu ni mtu wa namna gani? Hadi mazingira yanamtii, biashara inamtii, maeneo yanamtii, miungu ya eneo inamtii. Mungu, ukamfanye kuwa ajabu na ishara kila popote pale atakapotokeza. Mungu, baraka zako zikaonekane, ukamfanye kuwa baraka mahali popote atakapotokea, eneo lolote atakalotokea. Mungu, ukamwinue na kumbariki. Achilia Mungu neema yako isiyo kwa kawaida. Ndio, ikiwa Mungu kuna namna yote alikuwa amestruggle kwa namna yote kwa muda mrefu, kwa wakati mrefu, mahali popote unaposikia sauti hii, uwe ule upako wa vunja hizo nira, hizo kamba, hizo nguvu zilizokuwa zimemkamata kwa muda mrefu. Huo upako uanze kutembea ndani yake, ukavunje hizo kamba za kurudishwa nyuma, kamba za kurudishwa nyuma, kamba za kuferishwa, kamba za kutokusonga mbele. Natangaza kwa jina la Yesu, majira mapya yakaingie ndani ya maisha yake. Natangaza kwa jina la Yesu, majira mapya yakachomoke ndani yake. Haleluya, haleluya. Mahali popote kulipokuwa na giza, nuru yako ya ajabu ikaangaze, kama vile ambavyo neno lako katika kitabu kile cha Mathayo kinasema, Bwana, na watu wa Zabulon nuru ikawazukia. Leo nuru ikamzukia, leo nuru ikamzukia. Natangaza kwa jina la Yesu, natangaza kwa jina la Yesu, ikawe kama ninavyotamka. Roho wa Bwana yuko kila mahali, Yesu Kristo yuko kila mahali. Ikawe kama ninavyotamka, mahali popote sauti yangu inaposikiwa, nuru ya ajabu ikaonekane. Baraka za ajabu, neema isiyo kwa kawaida, ukombozi na uzima ukaonekane. Natangaza yeyote ambaye anataka mwenzake arudi siku ya leo, Mungu ikawe kwake kama anavyoamini. Ukampatie Bwana, ukampe haja ya moyo wake. Ni siku ya kubadilishwa, historia mpya, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Imeandikwa, tutasemesha, tutasema, na tutakachokizungumza kitatokea. Nami Baba, nasimama kama mwana wako aliye hai. Natangaza yote yaliyo mema yakatokee kwa mtoto wako. Mahali ambapo kulikuwa kumefungwa milango ya baraka, milango ya usawi, milango ya neema, milango ya ukuu, ikamiminike juu ya maisha yake. Haleluya. Akawe heli, akaitwe heli, yeye na familia yake. Bariki mwenza wake, bariki watoto wake. Mungu wangu ketie juu, akarudi akikushukuru, akarudi akikutukuza. Kama ni kuuza, akauze sana. Akauze sana kwa jina la Yesu. Kama ni kupata riziki, kama ni kuwa salama, adui mitego yote ambayo amekusudia kuitega. Wale maagent wa eneo, nazungumza na ninyi, najua mnanisikia. Natangaza moto kile eneo mlipo, na wapiga kwa moto. Natangaza kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, ustawi na baraka vikaambatane na wewe kila uingiapo na utokapo. Mungu akakufanye baraka. Haleluya. Zaidi na zaidi utaenda kurudia maneno haya popote pale unapoisikia sauti hii, maneno ya kuimarishwa na Mungu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, nipe kuishi maisha matakatifu. Sema, Bwana Yesu, nipe kukupendeza katika maneno, katika matendo. Nipe kufanana na wewe, nipe kuwa wewe. Sema, Roho Mtakatifu, nipe kuongozwa na wewe, nipe kusimamiwa na wewe. Ile damu yako ya thamani ikanitakase kile topo leo, ikanisafishe kile topo leo, nikafanane na wewe kile topo leo, nikawe vile upendavyo, nikawe vile utakavyo. Sema, Roho Mtakatifu, ongoza maisha yangu, nikastawi sana, nikafanikiwe sana kila topo leo. Ninakushukuru Baba kwa kunistawisha siku ya leo.
kwa kuniinua siku ya leo, kwa kunibadilisha siku ya leo, kwa kunifanya kiumbe kipya siku ya leo. Asante Mungu ketie juu. Ninakubariki Mungu ketie juu sana. Asante pia Yesu kwa kunisikia. Asante pia Bwana kwa kuachilia miujiza katika maisha ya watoto wako siku ya leo. Kwa hiyo anayenisikiliza,